are watching the GSA TV, reaching the enriched worldwide with the gospel of Christ. You are watching the GSA TV.
Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, najua unaweza. Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, najua unaweza. Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Yesu wa uzima, tunakutukuza maifadhi. Kila mtu ile mikono juu. Nimesema kila mtu weka mikono juu. Basi kila mtu anafanya masiara kwenye ibada hii. Microphone kwa fundi mmoja mwenye anaweza tengeneza hiyo microphone vizuri. Sema Bwana Yesu. Hicho sio kinywa cha mtoto wa Victoria. Sema Bwana Yesu. Paza sauti tena, sema Bwana Yesu. Siku ya leo, kila roho ya giza, kila mipango ya shetani ikavunjike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haina uwezo, haina mamlaka katika anga yangu, katika jina la Yesu. Kila ufalme wa giza ninaweka chini ya miguu yangu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila ufalme wa kishetani naweka chini ya miguu yangu. Kila kifungo kikakatike siku ya leo, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila ufalme uliojiinua leo hii tunaweka chini, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inua sauti ya kwanza kuomba. Kamata kila ufalme wa giza, kamata yanga kwa jina la Yesu. Katika 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 jina la Yesu. Kila ufalme wa giza unaotawala hii anga ninaushika mateka dakika hii, katika jina la Yesu. Tumia kinywa chako kupiga kila roho, tumia kinywa chako kupiga kila roho kwenye hii anga dakika 5. Kila mtu ingie kwenye vita dakika 5. Kuna vitu sio vya kuchezea. Ingia kwenye anga na
na upige kila roho katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kila roho inayokamata watu hii eneo inavunjika katika jina la Yesu. Na katika umati huu nishike mateka kila ufalme wa giza. Wacha kujiangalia, funga macho yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, hizi maroho ambazo zinatembea makanisani na ili ya kwamba kuharibu makanisa, ili ya kwamba kuharibu maibada, ninazikamata sasa, ninazikamata sasa, ninazikamata sasa, ninazikamata sasa. Majini Matata, majini Maimuna, majini Mahaba, majini Subiani, majini Johara, leo wanashika mateka yote na katika jina la Yesu wanashika mateka, na katika jina la Yesu wanashika mateka. Kuna roho inayotembea na kufanya kazi katika hii huduma ili kuharibu hii huduma, ili kuharibu hii kanisa. Roho Bwana ananiambia nikamate hiyo roho, na ndio hiyo inaanza kukamatwa, ndio hiyo inaanza kukamatwa. Leo natuma msako wa Roho Mtakatifu, leo natuma msako wa Roho Mtakatifu, leo natuma msako wa Roho Mtakatifu, leo natuma msako wa Roho Mtakatifu. Hii nyumba ijae moto, hii nyumba ijae moto. Nakamata kila ufalme, malaika wa Bwana kamata wote, malaika wa Bwana kamata wote. Maroho za giza zishinde wale waliosema kwamba hii kanisa itainuka. Leo nashika mateka, leo nashika mateka watafiti wa kuzimu, spies wa kuzimu, ninawashika mateka katika jina la Yesu Kristo. Ninawashika mateka, ninawashika mateka. Ninaingia kwenye anga, ninaongeza moto, ninawasha moto. Mbegu zote zinang'olewa sasa, 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 mbegu zote zinang'olewa, zinang'olewa. Fire in the name of Jesus. Soka na mizigo yako come out now kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire. Moto leo, moto asasi watangaza wapi? Fire in the name of Jesus. Nashika mateka ufalme wako leo unavunjika, leo unavunjika. Shetani hauna mamlaka kwa huduma na kushika mateka. Fire, fire. Achilia anga yake, achilia anga yake mara moja, achilia anga yake mara moja, achilia anga yake mara moja, achilia anga yake mara moja. Fire, 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 fire. Msako wa Roho Mtakatifu, msako wa Roho Mtakatifu. Kila mbegu Baba kupanda leo lazima ing'olewe, leo lazima ing'olewe, leo lazima ing'olewe. Kila mbegu amepanda hapa inang'olewa kwa jina la Yesu, inang'olewa leo kwa jina la Yesu, inang'olewa leo kwa jina la Yesu. Fire, fire. Natoma moto, 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 natoma moto. Nyama yako naishambulia, 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 naishambulia. Fire, fire, fire. Na washa moto kwenye anga yake iliyokamatwa. Ifunguliwa mara moja, fungua mara moja, fungua mara moja, fungua mara moja. Toa mizigo yako hapa, fungua, fungua haraka, fungua haraka, fungua maisha yake, fungua maisha yake. Moto ndio hiyo, moto ndio hiyo, moto ndio hiyo. Kila mbegu imepanda ndani yake inang'olewa, 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 inang'olewa. Leo ni msako, leo ni msako. Fire, 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 fire. Moto ndio hiyo, moto ndio hiyo. Chomeka na mizigo yako, chukua mizigo yako mara moja ndani ya ile binti. Leo nachukua mizigo, leo nachukua mizigo, leo nachukua mizigo, leo nachukua mizigo. Moto ndio hiyo. Fungua nyota yake, fungua maisha yake, fungua nyota yake,
fungua maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua mama fire kwa jina la Yesu. Fungua mara moja, fungua na huyo, fungua haraka, fungua mara moja, fungua na huyo, fungua mara moja. Leo ni kufunguliwa yake, toka kwa yake, toka kwa yake, toka kwa yake kwa jina la Yesu. Kila mtu kwa kwenye maombi, harakisha, toa mizigo yako, toa mara moja, toa mara moja, toa mara moja, toa haraka, toa hiyo toa mara moja. Leo tunafungua leo tunafungua toa mizigo, toa mara moja, toa mizigo, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Hapa ni wale watu waombaji na wafungaji macho, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye moyo wako. Kuna kitu yes. Toka na mizigo yako, toka na mizigo yako, toka na mizigo yako, toka na mizigo yako. Ibeni mikono yenu juu. Toka hapo, toka hapo, toka hapo, toka hapo, toka hapo, toka hapo, toka hapo. Nimegeuza hii sakafu kubeba moto. Inua mikono kila mtu, funga macho yako. Sasa kujua wewe ni pastor, wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni kiongozi, tuko kwa operation tofauti. Inua mikono yako juu, funga macho yako. Sasa sina kuona mtu yote. Ninaachia moto hapa. Mimi leo nimekuja kung'oa mbegu zilizopandwa kwa hii nyumba. Nimekuja kung'oa mbegu zilizopandwa kwa hii nyumba. Funga macho, acha kuniangalia. Umebeba mizigo hata mingine hujui. Toka. Harakisha. Toka mara moja. Hii anga leo inapasuliwa katikati. Tulivyoambiwa jana, anga hii inapasuliwa katikati. Huyu dada tunapofungua hii anga, tunafungua hii anga, tunafungua hii anga, tunafungua hii anga. Moto ndio, moto ndio, hii moto inatembea. Watu hapa paka walala majini. Wengine na pepo usiku, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea. Hii nyumba yote fire, hii nyumba yote fire, hii nyumba yote fire, hii nyumba yote fire. Wako manche wametumwa kwa hii huduma. Leo nataka niwakamate. Haya, naanza kuwakamata. Vile ninamwombea huyu ndivyo nawakamata. Inua mikono, funga macho yako kila mtu. Wa kwanza nakamatwa, wa kwanza nakamatwa, wa kwanza nakamatwa. Watenda kazi wa kuima chini, maana wanaenda kukamatwa. Wa kwanza nakamatwa. Vile na ufunguo huyu ndivyo nakamatwa. Fire, 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 fire,
kamate, wapiga kamate, wapiga kamate. Kule katikati kutakuwa na kelele sahihi, na kuna kelele naibuka kule katikati. Fire, 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 fire. Huko mbele kuna wengine, fire, na kule nyuma kuna wengine, fire. Wanakamata huko, wanakamata kule, wanakamata kule. Kile na mwombea huyu ndiko anakamatwa, ndiko anakamatwa. Nimesikia sauti ikisema kanisa linaachiliwa na kutoka kwenye mikono ya ibilisi. Leo linaachiliwa, hiyo nyumba inaachiliwa, hiyo nyumba inaachiliwa. Fire, fire, fire. Haya, msako unaendelea, msako unaendelea, msako unaendelea, msako unaendelea, msako unaendelea, msako unaendelea. In the name of Jesus, msako unaendelea, msako unaendelea. Nani akwambia utaishi? Msako unaendelea. Huu ni msako leo. Ukamilishe msako leo. Leo utafanya msako. Kicho umeka hapa toa. Hakisha. Na nimesema utoe. Na niko serious. Hakisha. Chukue. Hakisha. Toka. Toka. Chukua mizigo yako yote. Unaondoka. Ulipoingia ndipo utatoka. Hakisha. Haya, jibue. 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 Utajivua leo. Leo ni leo. Wewe uliyevaa unatoka. Haya, toka. 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 Nakuona toka. Hakisha. Safari hiyo hiyo. Tunaondoka. Tunaondoka. Ukai hapa. Tunaenda na wewe. Tunaondoka. Tutaondoka. Unaondoka. Panda. Panda ukienda. Panda ukienda. Panda ukienda. Panda ukienda. Hautakaa hapa. Ufanye nini? Hapa sio kwenu. Hapa sio kwenu. Mwachilie mwanamke. Mwanamke achiliwe haraka. Achilia huyu mwanamke leo. Achilia huyu mwanamke leo. Achilia. Nimesema unamwachilia. Haya. Unamwachilia. Amsha leta. Fanyeni kazi kazi. Amsha. Niliona roho mauti na ndio maana nataka kuinua. In the name of Jesus, come out, toka. Tutapiga kelele na utaenda au utakaa. Roho ya mauti, 1, 2, 3, 4. Hawezi kaa hapa na 5, mara 6, mara 7 nimekupatia na kulipua na kupiga na kupiga na kupiga na kupiga. Unaenda hauwezi kaa hapa ukani, maana hapa sio kweli. Nimekuamrisha mara ya 4, hapa sio kweli. Haya, toka mara moja. Toka mara moja. Naongeza moto mara 7. Naongeza moto mara 7. Hapo ilipofika ni kubaya. Naongeza moto mara 7. Ndio huo moto. Ndio huo moto.
ndio moto unaongezeka mara 7, ndio moto unaongezeka mara 7. Yes, hiyo roho ya mauti inavamiwa, ndio roho ya mauti inavamiwa, ndio inavamiwa, ndio inavamiwa, ndio inapigwa, ndio inapigwa, ndio inapigwa, ndio inapigwa, ndio inapigwa. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, come out now, come out now, toka, toka. Wazia mwanamke ishi, mwanamke ishi, mwanamke ishi. Jesus. God monitor. Una nini? Una shida gani? Je, umechoka? Ulikuwa unalima. God umechoka. Haujui kwa nini? Umetoka wapi? Basta. Chukulie Yesu kule. Kwa nini umechoka? Ulipofika hapa. Ibada ni kwanza. Wakati gani? Na nani? Mara ya pili, mara ya tatu. Leo unahama, naongea na jini makata aliyemvaa mwanamke na anayekujia mwanamke kulala naye usiku. Wakati wako umeshafika. Leo umekamatwa, leo umeshakamatwa, leo umekamatwa. Wewe mwanaume utatoka leo unaondoka. Safari yako imefika kuondoka. Chukua safari, ondoka, chukua safari, ondoka ndani ya mwanamke sasa. Kesho mikono yako inyoshe. Unasikiaje? Niangalie mimi ndio naongea na wewe. Unasikia? Kawaida. Usawa. Kazi gani uko nayo hapa? Kazi gani? Utatuambia leo. Utasema sisi. Kazi tunafanya hapa. Kazi gani? Zungumza, mgongo mdogo utapungua. Nipunguzie hiyo sauti ya Bluetooth. Hii ni kazi tuko nayo hapa, na hii kazi lazima ifanyike. Ushike vizuri. Huo mgongo utapungua. Kuna watu wanatumwana tu, wametumwa na wametumwa. Wakuja waharibu kanisa, waharibu huduma, waharibu. Hata kazi yao ni kuharibu. Na wanaenda from church to church. Wanatumwa. Na hao watu wanakuwa na mikutano yao, wanakutana, wanaongea, wanapanga. Leo nimekuja kupangua. Katika ujumbe. Lazima haya yaangalie juu. Hii ni leo. Sikiza. Naongea na mgezeni, angalie juu. Nataka kuongea naye. Hivi. Amini usiamini, hiyo siri utaitoa. Nikuonyeshe vile utaitoa. Unataka uone vile utaitoa? Ngoja uone. Ulimi wako ugeuke kuwa moto. Ulimi uwe moto. Kuna watusi. Ulimi uwe moto. Ulimi uwe moto. Haya, ulimi wako atoa siri. Kuna kazi gani hapa? Uko na kazi ipi? Kazi yako ni nini? Kazi yako ni natuambia. Kazi yako. Hamtaki asome. Hiyo ndio kazi anafanya. Tuambie, mlimwingizaje huku mlipomwingiza? Mnafanya nini? Mnafanya? Mnaangalia madhabahu tu. Kuongea vizuri.
uko wapi? Mkubwa. Tuambie mkubwa. Nataka mkubwa wa Pugu na Kinyamwezi. Huyo ndio nataka uniitie. Amwite. Mwite haraka. Mwite. Ita mkubwa. Mwambie aje. Haya. Aje. Ita. Na tuko na wewe. Mimi nimekujia Malkia. Ndio mimi niko na wewe. Ongea, mnafanya kazi gani? Hii anga mnafanya kazi gani? Nataka siri. Nimeshambulia mji wenu. Nataka siri. Na mimi tunaenda na hata anga ya 7. Tunaenda na wewe. Siri. Toa siri ya hii anga. Harakisha. Toa siri ya anga. Toa siri. Nataka siri. Sitaki siasa. Wacha nikumoe mamlaka yako. Angalia. Nakodolea mamlaka. Utatoa siri tu leo. Niambie unafanya nini huku? Ni nini hiyo unafanya kwa hii kanisa na kwa hii anga? Utaongea. Unafanya nini? Ni nini unafanya hapa? Utaongea. Ni nini unafanya? Nini unafanya? Wakati mtaitoa tu. Kwangu mtaitoa. Mimi si wale mnachezea hapa. Unafanya nini? Sisi kwa pamoja. Mungafanya hautoi siri. Kila mtu ndio mikono kama umeketi simama. Tunaenda kubomoa yaka sasa hivi. Amini sema. Mnachanishaje watu? Mnachanishaje watu? Tuambie hata. Nikie kwenye anga. Hakisha. Mnachanishaje watu? Hawa watu huko mnachanishaje? Mnachanishaje watu? Mnatajirishaje watu? Utasema hausemi ile kono tuneka siyamesema asema watapeli tomeni fire unasema anafunza mnatajirishaje watu? Mnatajirishaje watu? Mnafanya nini ndio mtajirishe watu? Basta wanachukua watu wadogo wanaingiza kwenye uabudu wa shetani. Siri yenu naijua. Sasa wanachukua watoto wadogo, ndio unazaona wasichana wamekuja kanisani, wanaishika anga huko. Ukisema nywele mikono mwabudu, hawataabudu. Ukisema watu wacheze na wadansi, watadansi sana. Ikifika neno hautauliza, nasubiria hata mcheze. Leo ni leo. Hawa watoto mnaona wengine ni maji. Anaambia nendeni pale kanisa. Ndio maana mimi kwa kanisa yangu kama kesho kuna ibada tunalala kanisani. Na kila Ijumaa tuko na kesha, hata leo hapa kanisani kuna kesha.
na kila Jumanne tuko na kesho, na kila Jumamosi tuko na kesho. Hawa hiyo hapo unasikia imeshikwa na watu gani? Wasichana wadogo, na wanatumika kutajirisha watu. Sasa utasema hapo siri, nimeshaanza kutoa siri, tunaondoka hizo siri sasa. Sasa hawa wanatumika, wanakuja kwa kanisa, wanachukua nyota zenu. Wakishachukua nyota zenu, mtabaki tu watu wa kawaida. Unaanza kuteseka. Hapo na hili kanisa moja, wanaenda makanisa yote wanazunguka. Wanahisi yao lazima leo tunaenda kuwapiga. Wameshatuambia ya kwanza watoto wadogo ndio wanaowatumia. So akija wanatangulia, wanafunga madhabahu. Hii kanisa waombezi mwanze kuwa na akili ya kufikiria. Kabla ibada ianze, mkue watu wa kwanza kuingia kanisani. Maagent wanatangulia. Wachana na hapo mnajifanya vituko tu. Wacha udini. Hii kanisa si ya dini. Baba yenu namjua, askofu mwenyewe namjua, si mtu wa dini. Askofu ni mtu wa fire. Sasa mnafaa kuwa fire. Wacha ni safa. Wengine mnapiga sasa hesabu, hii kanisa ni kaya ama niende. Wewe ukienda utakufikia na unaangalia hiyo maneno. Umeshaidiwa kila kitu na bado unacheza, umeketi chini. Huyu binti sio yeye. Hapa ni roho inaongea na sio roho. Malkia nimemwita, ameshafika hipo hapo. Tunaongea na yeye. Wale walikuwa wanamsumbua nimeshawaondoa, nimebaki na Malkia. Halo. Sasa ukiwa unatoa mapepo wale wachungaji na mnataka kuja kufanya deliverance. Pepo kama hii kifungua macho na wewe unaangalia. Tunasafiri na wewe kila kazi zilizochukuliwa na zionyesha washirika waliochukuliwa na warudisha. Nasema na warudisha. Angalia vile wanarudi. Angalia vile wanarudishwa. Angalia vile wanarudishwa. Angalia vile wanarudishwa. Angalia vile wanarudishwa. Ninarudisha. Hili kanisa sila kuteswa na mapepo na majini. Hili kanisa sila kuteswa pesa yao, mali zao. Ninazidisha pili. Ninazidisha tatu. Ninazidisha ine. Ninazidisha tano. Ninazidisha sita. Ninazidisha saba. Ndio wanarudi. Ndio wanarudi. Ile Jesus. Msichana huyu nimemtoa kwa hiyo anga walimpeleka, nimemrudisha Dar es Salaam kanisani. Vile anatumiwa na mapepo leo tumeondoa, tunaweka Roho Mtakatifu atumiwe na Bwana. Yeye wasichana wote wengine atumiwe na Bwana mara ya kwanza. Ndio huyu anarudi, anatoa Roho Mtakatifu. 1, 2, 3. Napelekwa makaburini, nalishwa nyama. Nini ingine na nyoka, unakuta na nyoka. Uko tayari kumtumikia Mungu na roho yako yote ile mkono wako. Kwanza leo pokea Roho Mtakatifu. Ndio huyo. Jazwa na Roho. Jazwa na Roho. Utaongea na nini mpya? Jazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Yuko ndani yako. Pokea dini mpya. Pokea dini mpya. Utaongea na dini mpya sasa. Ndio hiyo. Yes, ndio. Pokea. Pokea hicho kitu kinafunguliwa. Tunaanza kuongea na dini mpya. 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 Pokea. Pokea. Oh yes, receive. Utakuwa na dini kubwa. Yes, pokea. In Jesus. Uko hapo usaidia haya.
Haukuja kwa sababu yangu. Menisikia, Zampasta amekuja Mkenya, ndio uje hapa. Haukuja kwa sababu ya mtu yoyote, unakuja kwa sababu ya Mungu. Na wewe tekeleza anga yako. Wanachukua watoto hao, wanawatumia. Hasa kuelewa, wanachukua watoto hawa, wanawatumia. Unakuwa kumbe hawa watoto watumia na Mungu wa ubishi. Na mwape nafasi hata wafanye kitu hapa kanisani. Na mwasupport, wanunulieni hata nguo sare. Waimbe. Wapeni nafasi hata wafanye kitu kikubwa hapa kanisani. Ukiona mtoto mdogo kama huyu anauliza usianze kumfuata. Shetani anatafuta sana. Anatafuta. Mimi wakati nakuwa nilikwaza sana kwa wazee. Hapa katoka hapo ni moto wa makaratasi. Miaka 20 na nikaanza kulala huko kwenye mitaro. Chini ya mikono. Singekuwa na akili leo singekuwa. Ningekuwa mlevi. Mmoja niliuliza mama, unataka mimi nivute bangi? Akaniambia bora uvute bangi na uje kwenye kanisa ambayo na kanisa ndipo alipata watu wanaoingia vibaya. Kanisani sio mahali pa kupigana vita. Kanisani sio mahali pa mambo madogo madogo. Kanisani hapa ili familia inafaa kuwa na upendo na msamaha. Angalia jirani yako mwambie nipende. Nipende. Mwambie hata kama unataka wewe nipende. Nipende. Tusaidie. Nimesikia tu kwanza nimepita na siri. Anga mbona yambe inakaimba. Ni nini kinafanyika huko? Unapopiga anga ndipo inataka kupigana kulipiza kisasi. Sasa unajua ni nini kinafaa kufanyika. Umesikia amesemaje? Amesema hutawakomboa hapa. Amesema hutawakomboa hapa. Alafu unakuja unafanya mizaa. Hapa si mali kwa mizaa. Dr. Bimo mikono inua. Wao mkiambia mtu inua mikono siku na kuja na kofi na kugonga. Maana sasa tuko kwenye vita, hatujakuja hapa kwenye mizaa, tuko kwenye vita ni vita, tuko kwenye vita. Ukicheza unabaniwa. Hapa. Ndio mtaingia kanisani hapa na mapepo. Wapo maji ndio wamekuja hapa. Shetani watu wanajenga shetani akai kanisani. Na Mungu amejaa na shetani yuko. Shetani yuko hapa, yuko hapa sasa hivi analipa. Na wewe una hata kitabu hapo. Shetani wewe bwana kazi unasemaje hapo? Shetani yuko. Hawezi muua shetani. Utamuua. Mungu mbona hakumuua? Maandiko kwanza anasema kama shetani anaongea na Mungu. Sawa. Akamuuliza, "Umemwona mtumishi wangu?" Naye akajibu. Kwanza anauliza umetoka, anasema nilikuwa nazungumza Malaki 1:6. Makanisa mengi yanafungwa. Mnaweza kuwa mnaimba lakini kanisa limefungwa kitambo. Kila mtu fungua Biblia. Baba yetu amekuja ndio umepewa maji. Narudia tena, hata utakuta utapata. Huyu ndio baba yako. Na haya ndio madhabahu yanayokutetea. Tafuta mengine utatafuta utachoka. Utazunguka sana utakuwa kahaba wa kanisa. Wako makahaba wa kanisani. Kahaba wa kanisani kila kanisa linakuwa. Na siku utapata shida utajua ni nani. Wewe ndio kwa nini msaidiaji wangu mtoto kwa haraka? Nijifundisha kitu kwa maisha yako. Sipendi kuendelea watu wengine. Ndio maana Mungu sipote kadia tu nataka wewe utapa. Ambao menelewa. Mchungaji anasema kwa uongo. Lakini ndio wewe mtu amekasirika. Wewe mtu amekasirika hivi. Mungu anatoka mahali anakasirika. Ndio. Anasema na kama mimi ni Bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Kichwa changu ki wapi? Endelea. Bwana wa majeshi awauliza ninyi. Anauliza nani? Ninyi. Na kwa nini siku tu? Hazina watu. Tuliongea jana tukamaliza hii siku. Tanzania.
Jaza haraka. Songa mbele. Na maanisha mimi nitawapanga leo. Unasikia hata Mungu amekasirika. Wengine wewe ndio mnasababisha hapa inakamata. Stop hapa ni kazi. Basi nataka pole. Lakini mtume tu akiona kitu iko sawa. Haya wale wakuli ndio sasa hiyo hii jabu. Nafundisha kazi, nafundisha kazi nikawaambia kazi yake ni angalau mkuu wako mtaelewa. Yeye anapenda kuchanganya watu basi. Bwana asifiwe sana. Mungu kasirika na watu. Amenipea nafasi nipite sasa tunapita naenda. Endelea. Anasema Hata mstari wa 10. Bwana wa majeshi awauliza nini? Awauliza nani? Nini? Anauliza nini? Enyi makuhani. Nini nani? Tunageuka tunachana na shirika. Mimi niko wachungaji. Ni mkanadamu anataka hiyo anaouliza maswali. Endelea kusikia. Nao lidharau jina lako. Makuhani wanaodharau nini? Jina lake. Nani mwasema? Kwa hivyo kuna makuhani wanaodharau jina lake. Hii kitu tuisome na uweze angalia chini. Nani mwasema? Tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Hata nyinyi mnauliza hilo swali. Endelea. Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Hii madhabahu hii. Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi. Mungu ndiye amekasirika. Mungu kasirika. Akikasirika anaruhusu shetani anapiga watu kwa kanisa. Chakula kilichotiwa unajisi. Je, kile kinatolewa kwa madhabahu ni nini? Kuhani anapaa simama hapa kwa madhabahu na aseme hicho kimetolewa? No. Meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Ushaenda kanisa ukasikia watu wanasema toeni sadaka yoyote. Toeni sadaka yoyote. Hata wao wengine mnalipata sadaka yoyote. Nataka nikufundishe leo nisaidie. Maana hapo umekosea na mnateseka. Makuhani wanaambiwa hao 200. Na hiyo ibada alifanya yote amemtolea Mungu 200. 200 kwetu ni shilingi 10. Baba amempea Mungu shilingi 10. Mwingine ametoa 100. Baba tunaomba Mungu bariki anapotoa sadaka yake. Wanapata shida. Bana wanapigwa na Mungu kwa sababu yenu. Na mchungaji akiongea hivyo, tunasema anataka dola. Nataka tusaidie kwa maisha yako mwenyewe. Hata kama hauna inamaanisha lazima ni nini ambacho tunatolewa, lazima msije hawa watu, maana mtaingia kwa shida mkiangalia hivi. Shetani atawapiga mkiangalia hivi. Endelea. Anasema tena mtoapo sadaka aliye kipofu. Sasa mtoapo sadaka aliye kipofu. Pale na niliva na mama pale kametoka pale na kuonyesha mama hii. Ndio hivi ndio mama hii nyingine. Umeelewa? Unakuja tena umekunja kabisa. Hapo ndani ni kwao. Alafu unaishusha kama sio wewe.
Ndio maana kule chini kanisa tunasema peperusha sadaka yako. Peperusha dhabihu yako. Maana watu wanatoa vilema. Unaona Mungu ni mtu duni. Ni Mungu wa kupewa mabaki, masalio. Kile uende ukatafuta change ndio unakuja kuendelea Mungu. Mungu wako anatoshana na hiyo. Ndio maana watu wanatoka kanisani wanaenda kuamsha maelfu ya pesa, malaki, mamilioni na ametoka wapi? Kuna mtu anatoka kanisani anaenda kwa mganga, anapeleka kitu nyeusi, ng'ombe sijui nyeusi, hakuna ng'ombe nyeusi, ni manyoya nyeusi. Zote wako kanisani, wanatoka kanisani, anaenda kwa mganga. Hapo hapa kanisani. Anatoka kanisani, anaenda kwa mganga. Anawaambia ukweli. Lakini mtumishi wa Mungu unatabiri kila unipigaje chini leo umeendana. Sasa huyu ndio ndivyo mtume sasa. Sasa ndio pote mtume. Mungu amekasirika. Unajua shida sasa ya nini? Mimi naenda kwa Mungu anaenda. Mimi naenda chini. Mtolee liwali wako, je, atakuwa radhi nawe? Mtolee liwali. Kiingereza liwali ni gavana. Gavana huko kama nani? Waziri wengi. Wewe mpe waziri. Wewe mpe waziri 500. Kutoka na yako mmoja mwambie waziri nimekuja nibariki. Anasemaje? Je, mtolee liwali wako, je, atakuwa radhi nawe? Je, atakuwa radhi nawe? Au atakubali nafsi yako? Hata cha waziri wewe mwenyewe ukupe sahihi. Twende kama nikwambie zawadi. Wacha nikupe diamini. Lakini unampea Mungu hiyo tunakuwa. Nasikia. Na ndio unaomba maombi katika jina la Yesu. Na wengi wa Afrika wanaomba sana lakini wanakuwa maskini. Mzungu waombi kama wewe. Nasema mzungu akija na bless you. Now let's pray. Father, in the name of Jesus. Anaomba dakika. Anaweza kusema mimi hapa hii kanisa nataka muombe na kuifanue. Unapiga magoti. Anarudi huko amebarikiwa. Baada sema amebeba nazo neno nazo. Na nyinyi mnapiga magoti. Hata wengine mmefika mahali naomba Mungu awaletee wazuri. Na hiyo mimi nikataa kwa sema kama ndugu zangu nikisema na Mungu. Kanisa tajenga. Okay, mshirika kadhaa katika na kuuliza kitu kidogo sana. Mtolee liwali wako. Endelea. Na sasa nawasihi. Ombeni fadhili za Mungu. Ombeni leo fadhili za Mungu. Ili atupe neema. Ikiwa jambo hili limetokea katika mikono yenu. Ili atupe neema. Ikiwa umefanya hivyo. Hata leo. Ikiwa umefanya hivyo. Umesikia? Tuombe angalau Mungu wako. Alafu haijui mwisho wala pasta wala mwisho wala mshirika hii kwa kila kujifanyia nini? Kujifanyia ibada au kujifanyia ibada unaishi. Ndio maana kuna roho na wachawi huko kanisani. Na waganga ndio wanapigwa. Unafanya biashara umefungua hapa. Yaani fanya kwa sababu ya watu. Yaani fanya kwa sababu ya watu. Kuna kitu kinachosababisha. Ukiona bila ubiri sote tuna ubiri. Mimi si ubiri. Unaweza kusema nakamata wachawi. Wewe unaweza kamata wachawi na kurudi kama.
Nilienda nafasi moja kuhubiri naye Masasi. Nikamwona hapo nisikia alivuliwa nguo akiwa na mtu wa mtano nchi. Akapiga injili fire kama swali linaruka chwani. Hapo kifanyia kitu kinaitwa ibada kabla Yesu. Anasema, je, atakubali nafsi zenu? Asema Bwana wa majeshi. Lakini angekuwepo kwenu mtu mmoja. Sikia hii. Hapa ndio tunaweza kuuliza. Laiti angekuwapo hapa kwenu mtu mmoja. Afanye nini? Wa kuifunga milango. Hebu tufungie milango huko. Mtu mmoja afunge milango. Afunge nini? Yaani naomba niombe. Afunge milango. Afunge. Yule kijana anasema afunge milango. Hapa nifungie milango. Hapa nifungie milango. Laiti angekuwepo mtu mmoja wa kuifunga milango. Kwa nini? Kwa kuifunga milango. Msije mkawashe moto kule madhabahuni pangu. Msije mkawasha moto kule madhabahuni pangu. Hata leo mkawasha moto. Baba, katika jina la Yesu, nakamata wachawi, nakamata waganga. Mnawasha moto kule. Mungu anasema atokee mtu afunge milango. Mtu asiingie kuwasha moto hapa ndani. Watu wanawasha moto. Tuliza hapa kama matunda wote wataingia mkono. Lakini waulize mmaliza kufunga wangapi wanakuwa sana. Wachana na mfungo wa washirika hii na ndio watakwenda. Hata wewe unasema unafunga kule. Hasa inaenda siku 7. Ukimaliza siku 7 wewe unafanya nini? Ndio maana unakuta kila siku na upati matokeo. Unataka nini? Unanini hapo? Kwanza namba moja, lakini mchungaji anajua kutoa, lakini washirika wajui kutoa. Mchungaji huwa anainuka kwa kasi kwenda juu sana. Washirika wanabakiaga maskini. Nikachukua spika ingine nikaweka. Hiyo ni ya mama yangu. Nikachukua ingine nikaweka. Hiyo ni ya ndugu yangu wa mwisho. Maana siku watatu na nikachukua ingine nikanunua nikaweka. Ni ya baba yangu. Nilitengeneza jukwaa la
akaweka la kufanya injili mwenyewe, kwa mtu anatengeneza. Ile siku alikuwa Mwone Chris. Alikuwa panataka kumbeba juu alale kwenye mgongo kae kama abebe. Kuna leo unapita haupigi kelele. Kuna kiwango kinapita haupigi kelele. Ukiwa na zenyewe kujibali tunatoa mapepo nyingine sita kutoa mapepo mengine ili mtoto wako mtachana nini tunapata salama mtu ameamka anajua huyu anahitaji akifanyia ibada mtu anachana naye apelini mtu tunapata tena kama kuna kijiji mpaka kwa ile hapo wengi sana kama wengine alipo siku saba ya unatoa watu kulipiga sawa bana kuna vitu vingi sisi maana hazo nimetoa hizo kiwango huyo anafaa kuja maana leo tunitawapa kuja mtu mmoja mmoja baada ya tatu kufanyia ibada kuna kitu kinaitwa kufanyia ibada usiwache mambo bure halo mwanangu kuna msukuma deni. Nilipoenda kujenga kanisa nilianza nikapika kwanza na askofu wangu. Nikampiga dhabihu nikamwambia kama nimeipata yangu. Kabla nifanye kitu chochote hapa. Nataka kwanza uombe. Aomba, aweka mafuta hapo, alipoweka mafuta nikampa dhabihu. Nilipojenga nikamaliza nikamwita. Sasa hivi nimejenga madhabahu tena. Nimemuita tarehe 25 Oktoba. Ninamsumbua, sumbueni huyu mchungaji kabisa. Sumbueni akuta upendo biashara. Sumbueni kabisa akuta upendo nyumba. Wewe unaingia kwa nini? Unaingia. Unaingia. Unataka kufanya biashara kwa umefanya. Nasikia Chris.
Kesho naenda mtakaa pige picha mapicha. Mtoli wapo. Njoka yenyewe inamshinda hata sadaka anatoaga 200. Angalia hata kwa mtoto wake anatoka kama gunia, anazarusha mguu mpaka kashangaa mwanamke au mwanamke anateuka hivi hata anaweza ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema. Amesema tena ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema. Katika mikono atakubali nafsi zenu, asema Bwana wa majeshi. Mara ya pili tena amesema hivi, msije mkawasha moto bure madhabahuni pangu. Hebu tuendelee hapo mbele tusikie. Sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi. Hiyo ndio kwa nataka. Sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi. Sio mimi. Hata nasoma ni Mtanzania wa kweli. Biblia ya moja Mtanzania. Ndio maana nakwambia ama hapo ile kiandiko hiyo. Imeandikwa hivyo. Sina furaha, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. Twende pole pole. Sina nini? Inamaanisha Mungu amefanya nini? Amekasirika. Endelea kusikia. Kwa maana tokea mawio ya jua hata machweo yake. Hapo ndio tunamalizia. Nirudie tena. Sina furaha, baada sina furaha. Sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. Dhabihu yoyote mikononi mwenu. Dhabihu yoyote. Pastor simlete sadaka yoyote. Kuanzia leo mchungaji, usikubali dhabihu yoyote. Hawa watu watateseka sana, watafungiwa milango na wataenda mahali kwa sababu ya dhabihu yoyote. Mungu alipokutana na Gideon alimwambia chukua ng'ombe wa pili. Umeelewa? 5,000,000. Namba ngapi? Namba 5 ni ya nini? Namba ya neema. Lazima ujifundishe kuelewa. Hii si lazima uambie na mchungaji. Leo nikikufundisha tumemalizana. Njoo kwa mchungaji mwambie mimi nilikuwa maombi na nimemaliza maombi na nimekuja na dhabihu yangu. Ukishafanya dhabihu inanena kwa anga yako. Dhabihu si ile kitu uko nayo. Dhabihu inatafutwa. Ni kitu unalia na machozi. Nilikuwa nauza mafuta kama niona hivi. Nilikuwa nalala kwa chumba kinachoshana na hiyo. Na hapo naweka godoro chini. Nalala chini. Na niko na mitungi ya mafuta ya hapo. Nikaona mchungaji anahubiri ya hata siku moja simama na usome. Hilo ndilo aliloniambia. Sijawahi sahau pale nilitoka mpaka hapa nimefika.
Kilichonisababisha nifike hapa ni ibada. Sikiliza. Ukitoa dhabihu wakati unateseka, ile dhabihu ilikuwa nikiuza mafuta ya taa, ina nguvu kuliko dhabihu unaweza toa sasa hivi. Sasa hivi nikitaka dhabihu naweza pata wakati wote natoa. Wakati ule nilikuwa sina na nikaitoa. Nilipoitoa ile inanena mpaka leo. Mimi naweza hapa hivi tumseme. Unaweza sikia na abudu niseme hivyo. Ni nini amefanya? Ameshajitolea dhabihu, ndipo anakuja kufanya. Ama mzee anasema uongo. Lakini kanisani watu hawatoi dhabihu. Kanisani wanakuja tu. Tukuje tuone. Nimekuja vile nilipo Mungu. Lakini kwa mganga hawaendi hivyo. Sasa madhabahu ya Mungu na mganga ni gani ana nguvu? Wanaona ni mganga. Huko anakuja tu. Nawaambia ukweli ulio wazi. Ndio maana mtu anatoka kanisani anaenda kwa mganga, maana naamini kwa mganga hata kutishuli wanatetemeka na na mali unaabudia wewe ni wapi? Madhabahu. Lakini hiyo madhabahu hauiheshimu. Ndio maana nianza kwa nini hamheshimu kama mimi ni baba yenu. Nakusaidia leo. Halo? Ndio maana Mungu anaona watu hawana akili. Hawa watu hawana akili, wajielewe. Kuanzia leo jifundishe kujifanyia kitu kinaitwa ibada. Na ukikutesa, na ukikwambia chochote, jipigie madhabahu mfanyie ibada. Halo? Mungu anayefanyia ibada hatishwi na wachawi. Ukikutisha, mwambie sawa. Nenda utatangulia kabla. Utatangulia maana nimeshajifanyia ibada. Kabla nije Tanzania mimi hapa, nikaenda hapa kuja kuja nijifanyie ibada. Hivi mimi nikakuja kupata mke Tanzania, niliwahi jenga madhabahu Arusha, nikaweka tiles kwenye madhabahu. Ndio maana Tanzania nikapata mke ibada. Nikifika mpakani, kitu cha kwanza huwa nafanya, natumia baba yangu sadaka. Nikifika mpakani, nasema kabla nivuke niingie Tanzania, ninajitolea sadaka, dhabihu. Mimi ni mtu wa dhabihu. Halo? Watu wengi wa miaka yangu hawahubiri na wafanyi zile vitu nafanya. Hapa wanaweza kwani ni nini? Mwingine alingangana na mimi. Sema kama anafunga na mimi nafunga, twende pamoja. Tukafunga tukamaliza. Yeye akarudi yuko vile vile mimi nafunga. Nikishamaliza kuomba najifanyia ibada. Kabla niende kufanya mkutano wa injili, mimi sifanyi mkutano wa injili. Naenda kufanya mkutano wa injili nafunga siku 3. Nikishamaliza siku 3 nachukua dhabihu natoa. Nikienda kwenye mji naingia. Nilishaingia kitambo, sio hiyo siku naingia. Nilishaingia tayari. Nimeshafanyia huo mtaa ibada. Naenda kwa mtaa nishofanyia ibada kitambo. Kwa hiyo mimi nikifika tu nisimame niombe. Kuna wanaume mmoja yule mtu ni kama anatumianga vitu, kuna kitu anatumia. Mimi natumia ibada. Lazima tufundishe. Hata Kornelio akaambiwa maombi yako na nini? Na sadaka. Sasa maombi peke yake hayawezi. Kwa lazima maombi yawe na nini? Halo? Kuna mtu ananielewa? Ni chungu lakini imeze. Yaani unafanya kibarua kwa sababu unataka kujifanyia nini? Ibada. Ibada si kupiga makofi. Mnapiga makofi vizuri ikifika wakati wa sadaka. Mtu ndiye anaenda kujisaidia, anaenda kuchimba dawa. Anatafuta njia tu achimbe dawa. Wao watu hapa. Unatoa sadaka kweli. Sema kweli. Leo umetoa. Au hujatoa? Basi utoe. Hapa kuna shida. Yaani wanaimba vizuri kwanza hiyo kazi za nini? Wewe bwana unataka kufunga maji.
kutoa nini? Hawataki, na kumbe ibada inaisha bila nini? Halo? Mtakuwa mnakuja ibada, hakuna utajiri, hakuna utajiri hata utabiriwe. Mimi nabii, naweza tabiri hata. Nimesikia Roho ameniambia usitabiri leo, tabiri kesho, lakini leo usitabiri. Maana nikikutabiria na hiyo kitu nakwambia hautafikia kama hujafanya ibada. Halo? Maana nataka uende viwango vya juu. Nikitoka hapa, jifundishe kujifanyia ibada. Gideoni anasema mimi ni mtoto mdogo na sisi ndio maskini wa mwisho, lakini Gideoni anaenda anachukua mwanambuzi na anamleta. Anatengeneza mikate isiyotiwa chachu, na maskini anaambiwa wewe ni shujaa. Anaambiwa Mungu yuko pamoja na wewe. Anasema inawezekanaje na mimi maskini? Inawezekanaje? Kuna watu wakubwa wako hapa lakini hawajui kujifanyia ibada. Gideoni akaambiwa utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Gideoni akasema ni sawa, umeshanitabiria, lakini sasa nisubiri. Watu wangapi mnatabiriwaga hata na wachungaji hawa? Umewahi shika mkono wake ukampa hata nini? Maji ya kunywa. Hata sijaona maji bana. Ona. Kabisa hivi leo tu hivi. Nimekwambia leo nimevaa koti la mtume. Niko hapa. Natengeneza kitu. Ukisikia kuna neno umeambiwa, gusa mkono huyo mtu, hata kama kwa anataka kutabiri atakutabiria. Halo? Walimnawisha mikono, wanaume wawili walinawishwa mikono na miguu, wakapewa nyama, wakala. Waliposhiba wakaketi chini ya mwaloni, wakaanza kutabiri. Mwakani wakati kama huu utamzaa mtoto na mtamwita Isaka. Hawawezi tabiri kama hawajaweka nyama ndani. Fanya ibada. Wewe unafikiri nikiwa njaa nitakutabiria? Sitabiri hapo kwenye. Lakini mtu hata kama sina kitu, letea huyu mzee nyama uone. Wewe leta kitu kizuri hapa uone, na kuhakikishia atatabiri pako. Hiyo siku utashangaa. Rakosha katakata. Nasikia kutabiri. Unajiuliza, ndio huyu mchungaji tunamjua? Hata mtu ajui kutabiri akatabiri. Akawasalimia washirika wote waliotoka ile kanisa umetoka. Huyu mzee kana hivi. Maana washirika wote niliowaona kwa askofu Jumapili, makanisa yote yaliyokuja Jumapili hayakuleta zawadi, lakini kanisa lilipotoka huyu waliletea askofu zawadi. Na askofu akawasalimia kwa mkono. Makanisa yale mengine alikuwa anaambiwa wasimame, kuona washirika wenu, naona washirika wamesimama. Haya, nendeni wapigeni makofi, wanaenda. Lakini wakwako wakaambiwa wamejua kufanya ibada. Au kama sisi kama nifike na kuni, nilisikia kutoa machozi, nikaanza kulia. Nikasema oh my God, hawa wamejua kufanya ibada. Na hawa walibarikiwa. Hata niliposimama kwa madhabahu kasikia Roho ameniambia, bariki hiyo kanisa. Hata sijui nini hiyo kanisa, lakini nikasikia ndani yangu hiyo kanisa ibarikiwe. Halo? Mtu anayejifanyia ibada anasababisha Mungu mwenyewe anafurahia na anaanza kumlinda kwa ukaribu, maana amejifanyia ibada. Asiyejifanyia ibada anakuwa maskini na anakuwa tajiri. Kuna watu wengi wamekufa maskini. Ibada lakini hakufundisha, hakuwa anatoa zaka, hakuwa anajifanyia ibada, akapigwa siku moja akaenda chini. Amemleta kwanza kwa ajili hata
hawezi. Amekaa pale, ukamwambia mke wake, neno tafuta dhabihu ujifanyie ibada. Sasa hivi ukimwona anatembea vizuri, anaweza kuleta wiki. Hakujifanyia ibada, akafanyiwa ibada na ndugu zake. Walienda nyumbani. Walienda wapi? Nyumbani kwao. Ile tunaita Kenya kama ile mnakutana familia. Kumbe pale walipoenda wakafanyia ibada. Na mnabaki mkisema mimi niko na Yesu. Mimi niko na Yesu, hakuna silaha nitakayoniuliza watu yangu itakayokuwa. Ukisema nyuma yako ni nini kiko nyuma yako? Kuanzia leo jifanyie. Nimesema kuanzia leo jifanyie ibada. Unajua maandiko yanasema nitakuketisha na wakuu. Kwanza wataka anasema kwamba nitatuma malaika mbele yangu. Mtu anajifanyia ibada. Enriched worldwide with the gospel of Christ. You are watching the GSA TV, preaching the enriched worldwide with the gospel of Christ. You are watching the GSA TV, preaching the enriched worldwide with the gospel of Christ.